lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, maksudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Mstari wa 10 anasema kwamba basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho, hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Kristo. Yes, pekee. Nilibadilishwaje baada ya kuokoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Tumeona katika mstari wa 13 unasema kwamba nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ili tuweze kujua tulibadilishwaje baada ya kuokoka, tunaona kwamba haya maneno hayo, ili tuweze kujua ametubadilisha, yanatakiwa kunenwa kwa mambo ya rohoni, sio kwa mambo ya kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Kwa hiyo tunahitaji kujua tulibadilishwaje baada ya kuokoka. Kabla sijaokoka mimi nilikuwa nani? Bwana Yesu atusaidie sana. Ukiangalia katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 1, ukienda pale mbele kidogo mstari wa 3, nasema kwamba sisi tulikuwa wafu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi ambazo walizifanya wazazi wetu, walizifanya wazee, mababu zetu zamani. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini baada ya kuokoka tunaona tunatambulikana kwa mambo ya rohoni. Yesu ni Kristo. Yesu pekee Kristo. Tutaangalia utangulizi kidogo. Nasema kwamba ili kutukomboa sisi, ili Mungu aweze kutukomboa sisi, Mungu alifanyika mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili Mungu aweze kututoa kule gizani, ili Mungu aweze kututoa katika wafu, alifanyika mwili, akajifanya kama mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Ndio maana kikombe kile kilipokuwa kimefurika, anasikia maumivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisema kwamba Baba, ikiwa sio mapenzi yako, naomba kikombe hiki kiniepuke. Yesu ni Kristo. Alisikia maumivu kama binadamu wa asili. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu ni Kristo. Alisikia maumivu, ndio maana alisema Baba, naomba hiki kikombe kiniepuke. Ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, sio cha kwangu. Kingekuwa cha kwangu nisingeumia hivi. Yesu ni Kristo. Ni kwa nini? Kwa sababu alivaa mwili. Asingevaa mwili, angeshuka kama alivyokuwa, asingesikia maumivu. Yesu ni Kristo. Lakini ukiangalia katika kitabu cha Yohana 3 mstari wa 16 anasema kwamba kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Namba moja kubwa nasema kwamba kama ni hivyo,
mtazamo mbaya wa wokovu ni nini? Mtazamo mbaya ambao binadamu tunaupelekea, mimi nimeokoka, mimi sina dini yangu, mimi na dini yangu, kwa hiyo mimi nimeokoka, mimi ni mtoto wa Mungu, mimi nimeshabadilishwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa unakuta tunajivunia vitu vingi, mimi nina elimu yangu. Unanibabaishaje wewe ambao unajifanya unaenda kanisani kila siku? Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo mtazamo wa wokovu, mtazamo mbaya wa wokovu ni kitu gani? Namba moja ndogo, watu wengine wanafikiri kwamba wokovu ni kwa njia ya dini. Watu wengi huwa wanafikiri kwamba mimi si wa dini fulani, unaniambia nini wewe? Mimi ni wa dini fulani, utaniambia nini? Unanitishia nini? Kwa kama nikuokoka na mimi nimeokoka, mimi sina nguvu pale kwenye ule mwembe, unanitishia nini wewe? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo unakuta kila mtu anajivunia kitu anachokiabudu. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini twende kuangalia katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 10, lakini tunasoma mstari wa 1 mpaka wa 5. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, kuwa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, tujue ya kuwa umalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Hawezi kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe hata kama una dini yako nzuri, una elimu yako kubwa, bila kuzaliwa mara ya pili huwezi kuona ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Kumbe ili tuweze kujua tumebadilishwaje baada ya kuokoka, tunatakiwa kuzaliwa mara ya pili kwa maji mengi na kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Kristo. Kumbe siwezi kujua nimebadilishwaje baada ya kuokoka kwa njia ya elimu au kwa njia ya dini. Ili niweze kujua nimebadilishwaje, lazima nimtafute huyu Mungu katika njia zote, ili niweze kubatizwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio maji tu, maji mengi ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama alivyobatizwa Yesu, na sisi tunatakiwa kubatizwa vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12, nasema kwamba wala hakuna wokovu mwingine awaye yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu kuokolewa kwalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe hatuwezi kuokolewa kwa njia ya dini, wala kwa njia ya elimu, wala kwa njia ya kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Kwa hiyo tunapaswa kuokolewa kwa jina la Yesu Kristo. Namba 2, wengine huwa wanasema kwamba mimi sinaenda kanisani kila siku, kwa hiyo huwa wanajidai, wanasema kwamba mimi nimeokoka, mimi naenda kanisani kila siku. Kama mama, Jumatatu naenda, Jumatano naenda, Ijumaa naenda na Jumapili. Eti bado sijaokoka kweli? Kwa unakuta anakuwa anajihesabia haki kwamba nimeokoka. Kumbe kama hujampokea Yesu Kristo bado hujaokoka. Yesu ni Kristo. Tuangalie katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 43 mpaka wa 45. Mathayo 12 43 na 45. Na nasema
pepo mchafu amtokapo mtu kupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Halafu hakusema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu imefagiwa na kupambwa, mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie kwamba mimi nimeokoka, naenda kanisani kila siku, kwa hiyo usinibabaishe. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini tumeona katika kitabu unasema kwamba pepo mchafu anapotoka mtu huende sehemu anatulia, anasubiri hivi huyu mtu anapotoka kule alipokuwa anaombewa atarudi yuko vizuri au yuko vile vile? Bwana Yesu atusaidie sana. Atarudi amepata mabadiliko, anarudi yuko vile vile? Bwana Yesu atusaidie sana. Tumeona katika mstari wa 24 anasema kwamba, wa 44 anasema kwamba halafu husema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu imefagiliwa na kupamba, imefagiliwa na kupamba, ile nyumba yake bado haijapata uponyaji. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu ni Kristo. Bado hajapokea neno la Mungu. Hata kama alikuwa ibadani, mtumishi wa Mungu alikuwa anahubiri, yeye anachati na watu. Bwana Yesu atusaidie sana. Huwezi kupokea kitu chochote, lazima utoke ukiwa vile vile. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu ni Kristo. Yesu pekee, hasa wale ambao wana simu kubwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza kukuta mtumishi wa Mungu anahubiri, saa nyingine mpaka anaiweka juu simu, yaani ili mtumishi wa Mungu aseme yuko anarekodi labda, kumbe yuko anafanya mambo yake anayoyajua yeye. Bwana Yesu atusaidie sana. Huwezi kutoka na kitu chochote ibadani. Bwana Yesu atusaidie sana. Kumbe ili niweze kutoka na mabadiliko kwenye ibada, lazima nisikilize neno la Mungu sawa sawa. Bwana Yesu atusaidie sana. Nilipokee sawa sawa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna siku mtumishi wa Mungu alitufundisha, anasema kwamba lazima niandike. Unapoandika lile neno, ile akili inayosikia na kupokea na kuandika ni vitu viwili tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Kumbe unaposikia ukaandika, ukiwa unaandika lazima hivi hapa nimekosea. Kila kitu kinafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi ukatoka hivi hivi. Lakini kama unaendelea sasa hivi upo kanisani unachati, mnaulizana, upo ibadani, Magiti, hivi umemuona mama nani nguo aliyovaa? Pale kuna kitu unapokea? Huwezi kupokea. Kumbe ili niweze kupata mabadiliko, natakiwa ninapofika ibadani nitulie, nimsikilize Mungu anasema nini na mimi siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili niweze kupata mabadiliko, lazima nitulie mbele za Mungu. Nikitulia mbele za Mungu, lazima nitapata fungu langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaona huyu shetani anarudi, anasema ngoja nikaangalie nyumba yangu bado imepambwa au ni chafu. Maana ya uchafu, manake umepokea neno. Hivi kwenye ile nyumba leo naweza kuingia kweli? Anaporudi akakuta umepokea neno la Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana, hawezi kuingia kwa sababu kuna mabadiliko yametokea. Hapa sio kwangu tena. Leo ngoja nikatafute sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Leo ngoja nikatafute kichaka kingine. Hiki kichaka leo sio cha kwangu kwa sababu kinawaka moto. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Kristo. Kwa hiyo ili tuweze kupata mabadiliko, tunatakiwa kutulia mbele za Mungu. Tumsikilize Mungu anasema nini na sisi katika siku ya leo. Anasema nini na mimi katika ibada ya leo, ili nipate mabadiliko ya moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3, wengine wanaelewa wanaelewa kimakosa kwamba wanaweza kuokolewa kwa njia ya elimu. Bwana Yesu tusaidie sana.
mimi sina elimu bwana, nimesoma mpaka chuo tena nje ya nchi. Nani ananibabaisha? Zangu hajasoma hata la kwanza. Mchungaji hajasoma hata kwenye wembe pale. Ananibabaisha nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unapowakuta wamekaa peke yao wale wenye elimu, baadaye wanajisikia vibaya, wanajisikia kuchoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi elimu maana yake nini? Mbona sielewi? Hivi nilisoma ili nisaidie nini? Utakuta sasa alisoma vyuo vya huko nje, lakini hawezi kukaa sasa kwenye ndoa yake vizuri kwa sababu ya ile elimu yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Siku moja kuna baba mmoja alisoma vizuri, akawa injinia, baadaye akaoa mke wa ndoa kabisa, wa baraka za wazazi na za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Lakini ile ndoa ilishia honeymoon kule, hawakwenda nyumbani, walitoka kule kwenye nyumba ya wageni, ndoa imevunjika. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mmoja alikuwa anajivunia elimu yake. Unanibabaisha nini wewe? Unanibabaisha nini? Kama nikusoma na mimi nimesoma, kwa nini tukitaka tuachane? Kweli waliachana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaweza kukuta mtu amesoma lakini ile elimu yake akikaa tu anatafakari, akiangalia maisha hayaelewi. Hivi mke wangu naishi na yeye kwa sababu gani? Mbona sielewi? Siko natoa mke. Nibaki peke yangu. Akibaki peke yake tena kijiangalia hajiwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaishia kuchoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kitabu cha Mathayo. Anaishia kuchoka na kushindwa maisha yote. Mathayo sura 11 mstari wa 28. Yesu analeta mwaliko, anasema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ili tuweze kupata pumziko sahihi, ili tuweze kupata suluhisho sahihi, lazima twende kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tupate kubadilishwa na Yesu baada ya kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Tusitafute mabadiliko sehemu nyingine. Tusitafute kupumzishwa na kitu kingine. Tutafute kupumzishwa na huyu Yesu Kristo aliyesema njoni kwangu. Maana mzigo wako unaweza kuupeleka sangine kwa nasho yakaishia kukuumiza. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza kuupeleka kwa mchungaji sangine akaishia kukuumiza. Yesu ni Kristo. Kumbe ili niweze kupata pumziko sahihi, natakiwa kumwendea Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pekee. Ukiangalia katika kitabu, tuangalie kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Waebrania 4 mstari wa 16. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa mahitaji yako hutaki kumwambia mtu yeyote. Yesu ni Kristo. Unatakiwa kukikaribia kiti cha rehema na neema ili upate kitu cha kukusaidia wakati wa mahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namba 4. Nasema kwamba wengine wokovu wao ni kwa njia ya kukariri neno la Mungu. Mimi siona nimekariri Biblia yote. Biblia yote mimi naijua. Huwezi kundanganya kitu chochote. Unasikia mzee wa kanisa, usinidanganye chochote. Mimi kanisani nimeenda sana. Unanidanganya nini kwenye Biblia? Mbona kitabu fulani mstari fulani unasema hivi? Kitabu fulani mstari fulani unasema hivi. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuangalie kitabu cha Yohana 5 mstari wa 39 mpaka wa 40. Wayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayomshuhudia, wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Amen. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Wanayachunguza maandiko, lakini ule uzima wa Yesu Kristo hawautaki. Bwana Yesu atusaidie sana.
lakini tumeona katika huu mstari wa 40 anasema kwamba wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Kumbe ili tuweze kuwa na uzima wa Mungu, tuweze kuwa na huu uzima wa milele, tunatakiwa kumwendea Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu amesema tunatakiwa kukikaribia kiti cha neema na rehema ili tuweze kupata nini? Kitu cha kukusaidia wakati wa mahitaji yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili wewe kila siku unaendea vitu vingine, huo uzima utaupata wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Haya mabadiliko utayapata wapi? Umejivunia elimu yako, umejivunia kwenda kanisani kila siku, umejivunia kuyakariri maneno ya Mungu, na wakati yale maneno ya Mungu huyataki. Bwana Yesu atusaidie sana. Mimi bwana nimekariri sana. Zaburi ile inasema hivi. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu ni Kristo. Kumbe ili tuweze kupata mabadiliko ya rohoni, tunatakiwa kwenda kwa Yesu. Tunatakiwa kumwendea Yesu kila itwapo leo. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Namba 2 kubwa inasema kwamba kama ni hivi, wokovu ni nini? Kama ni hivyo, maana tunaona wengine, mimi na dini yangu, mimi sina elimu mimi na kampuni kabisa kule, unanibabaisha nini? Hela ninayo. Angalia wewe, unatambua kwa unapoenda kanisani, mimi hela ninayo, unatishia nini? Nina makampuni mpaka huko nje ya nchi. Wewe unapajua ndio liko nje ya nchi? Upajui. Tunajidao kumeuka kitu gani? Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa tuna swali hapa. Kama ni hivyo, kama kuokoka sio dini, kama kuokoka sio kuwa na elimu, kama kuokoka sio kwenda kanisani kila siku, wokovu ni nini? Wokovu ni nini? Namba 1 nasema kwamba wokovu ni badiliko la rohoni. Badiliko la rohoni linatokea ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili niweze kujua kwamba nimeokoka, lazima nijione nina mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Nimebadilika, mimi sio wa zamani. Kuna ni mama anasema kwamba aliimba akisema kwamba si nini na nini, kama unataka kuna nini niangalie sasa, usinihesabu zamani mimi. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu ni Kristo. Rose Muhando aliimba nyimbo akasema kwamba walionizalisha wamenikimbia, Baba nipe uvumilivu. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Kama hujapata uponyaji katika lile eneo ambalo ulikuwa unafanya vibaya, huwezi kukiri mbele ya watu. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu ni Kristo. Kwa sababu pale alikuwa amepata uponyaji, na maana alisema, Mungu nipe uvumilivu, nipe uvumilivu, nipe uvumilivu, nisirudie tena lile kosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo aliona mabadiliko ya rohoni. Yesu ni Kristo. Wakorintho wa kwanza 5:17. Imekuwa mtu akiwa kiumbe kipya, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Kale amepita, tazama amekuwa mapya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapookoka mambo yanakuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapookoka lazima kila kitu kiachie maisha yako, kwa sababu umempokea huyu Yesu ambaye ni uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie na Wakorintho wa kwanza 3:16. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Mstari wa 17 anasema kwamba kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo ninyi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Sasa kumbe kama tumejijua sisi ni hekalu la Mungu, hatutaki kuliharibu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni hekalu takatifu ambalo ndilo sisi. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Kumbe tunapompokea Yesu Kristo, tunapopata huo wokovu, lazima mabadiliko ndani yetu yatokee. Namba 2 ndio tunasema kwamba Roho Mtakatifu anaingia ndani yetu na kutuongoza. Roho Mtakatifu anaingia ndani yetu na kutuongoza. Yesu ni Kristo. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yetu na kutuongoza, lazima, Yesu alisema kwamba roho ina lakini mwili ni dhaifu. Unapokutana na ule mwili ambao ni dhaifu, unapotaka kufanya kile ambacho hakimpendezi Mungu, lazima roho akukumbushe, mwanangu, hatuendi hivyo. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Lazima Roho Mtakatifu akukumbushe, mwanangu, hicho sio, hicho usiguse. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pekee. Ukiangalia katika kitabu gani kile anachosema ni Warumi, anasema kwamba kila ninachotaka kutenda sitendi, lakini kile ambacho sitaki kutenda natenda. Kwa sababu gani? Ya ile dhambi iliyomo ndani yangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu ni Kristo. Twende kusoma kitabu cha Yohana 14 mstari wa 26. Tuangalie huyu Roho Mtakatifu ni yupi, anayetusaidia, anayetuongoza, anayeingia ndani yetu na kutufundisha. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atamfundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anakufundisha yote na kukumbusha yote aliyotuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe unapompokea wokovu, unapompokea Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, anakuwa anakukumbusha. Leo ni mazoezi. Nenda mazoezi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo kuna kitu fulani, nenda kafanya. Yesu ni Kristo. Roho Mtakatifu hawezi kukukumbusha kumtenda dhambi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Lazima Roho Mtakatifu akukumbushe mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Kumbe ili aweze kutukumbusha, tumtake sana Mungu na nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo Roho Mtakatifu atakapokaa ndani yetu na kutukumbusha na kutuongoza ili tusitende dhambi Mungu. Tuandike na Yohana wa kwanza 2 mstari wa 27. Tutakuta pale kuna mafuta ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu pekee. Korinto wa kwanza 2:27. Hiyo tuandike. Yohana wa kwanza 2:27. Twende namba 3. Roho wa uzima anakuwa ndani yetu. Roho wa uzima. Roho wa uzima. Kumbe kuna roho wa ufu. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu ni Kristo. Roho wa uzima anakuwa ndani yetu. Baada ya kuwa sisi zamani tuliitwa wafu, lakini tunampata huyu Roho ambaye ni Roho wa uzima ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waefeso 2, Warumi 2 mstari, Warumi 8 mstari wa 2. Niombe tuandike tuko mstari. Twende namba 4. Nasema kwamba Roho Mtakatifu kukaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Tumeona katika kile kitabu cha Yohana, niombe tuandike ile Yohana 14 mstari wa 16 hadi 17. Tano ndogo nasema kwamba Roho Mtakatifu anakamilishwa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anakamilishwa tunapopokea wokovu. Roho Mtakatifu anakamilishwa ndani yetu. Kumbe kama hatujampokea Yesu Kristo, kinachokamilishwa ndani yetu ni kitu kingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu ni Kristo. Kinachokamilishwa ndani yetu ni kumtenda tu dhambi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Roho Mtakatifu anapokamilishwa ndani yetu, tunaweza
kuona uweza wa Mungu ukiendelea kukaa ndani yetu na kutuongoza. Warumi 8 mstari wa 9 na wa 10. Mwingine atasoma Warumi 8 mstari wa 26 mpaka wa 28. Warumi 8:9-10 anasema kwamba lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwamfuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Bwana Yesu atusaidie sana. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kristo anapokuwa ndani yetu, mwili wetu wa dhambi unakufa, unafishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ili roho zetu ziwe hai, lazima ziwe hai kwa sababu ya haki. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu ni Kristo. Roho inapokuwa hai kwa sababu ya haki, hatuwezi kutenda dhambi Mungu. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Tumeona Roho Mtakatifu anatukumbusha. Unapotaka kumtenda dhambi Mungu, lazima Roho Mtakatifu akukumbushe, mwanangu sifanye hivi. Yesu ni Kristo. Mwanangu hatuendi hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanangu sisimame hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaa hapa. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Basi mwingine asome.